za kuzuia uchaguzi unaokuja, dalili za uvunjifu wa amani kwa lugha na kejeli na mambo mengi sana. Na kwa hivyo nikuhakikishie na vyombo vyetu kwamba kwa wale ambao wamejiandaa kuleta fujo, serikali ipo, na nikuhakikishie kwamba serikali imejipanga. Uchaguzi wa mwaka 2025 kumekuwa kukijitokeza kwa dhahiri dalili za uvunjifu wa amani kwa lugha na kejeli na mambo mengi sana. Sasa ningeomba serikali iliambie bunge lako, je, mmejipangaje kama serikali ili kuhakikisha kwamba uchaguzi unaokuja utakuwa wa salama, wa huru na haki, na hakuna mtu ambaye anayeweza kuzuia uchaguzi kwa mujibu wa katiba? Asante. Mheshimiwa Waziri. Sawa. Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru. Naibu Spika, Mheshimiwa Zaoro ameuliza juu ya wale ambao wameanza harakati, dalili za kutumia rushwa, lakini kuanza harakati ambazo zinapelekea uvunjifu hata wa amani. Na niseme tu, nchi yetu ina uzoefu mkubwa katika kushughulika na chaguzi, na kwa sasa tumeshafanya chaguzi takriban mara 7. Uzoefu huu unafanya nchi yetu kuwa mwalimu wa demokrasia katika kanda yetu huu, na kwa hivyo nikuhakikishie kwamba kwa wale ambao wamejiandaa kuleta fujo au kuleta mambo ambayo yanaleta sintofahamu kwa jamii, serikali hata siku moja huwa haipumziki wala hakuna gap. Serikali ipo, na hata kama tuko hapa na wengine wako hapa, lakini serikali ipo, na vyombo vyetu katika kusimamia sheria huwa vina ushirikiano. Kwa hiyo hakuna mahali ambapo kutakuwa kuna upungufu wa watu wanaosimamia sheria. Na nikuhakikishie kwamba serikali imejipanga katika kusimamia uchaguzi wa mwaka 2025 kama ambavyo tumeshughulikia chaguzi nyingine kwa mafanikio makubwa.